الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمين. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu mwalimu wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, alhamdulillah, Ijumaa nyingine imefika, siku muhimu sana katika maisha yetu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kama alivyotuwezesha kuwa na wiki yenye salama, amani, maendeleo na afya njema, na wiki inayokuja Allah subhanahu wa ta'ala tujalie pia tuwe katika wale ambao tutakuwa na afya iliyokamilika. Manake afya ya mwanadamu haihusiani tu na kiwiliwili chake, lakini afya ya mwanadamu inaanza kwenye akili yake. Afya ya mwanadamu inapatikana katika usalama wa moyo wake. Afya ya binadamu inapatikana katika utaratibu wa vitendo vyake na hisia zake, na afya ya mwanadamu inapatikana pia katika maingiliano yake na binadamu wengine. Ndugu zangu, mada yetu ya leo ni mada muhimu kabisa, kwa sababu ni mada ambayo itakwenda kutujenga ili tuwe Waislamu ambao tunafaa kuitwa Waislamu. Hakika kila mwanadamu ni mwanadamu, lakini kuna wanadamu wengine ambao ni bora zaidi kuliko binadamu wengine. Wanasema we are all equal, but some of us could be more important than others. Na kwa hivyo ni lazima mwanadamu kila siku ajitahidi ili awe katika ile mizani ya kwamba yeye ni mwanadamu muhimu kabisa katika maisha yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wat-tini wa-zaytuni wa-turi sinin wa hadha al-balad al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahum asfala safilin. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kamuumba mwanadamu katika umbo lililo bora zaidi kuliko maumbile mengine, lakini kwa sababu ya mashakil na matendo yake huenda akashukishwa akawa duni kuliko walioduni. Kwa hivyo kuna balance ya ubinadamu, kuna aina ya ubinadamu, kuna viwango vya ubinadamu. Kuna yule binadamu ambaye hufikiria kiwango cha kumkaribia na mara nyingine atakumshinda malaika, kwa sababu Nabii Adam alayhi salam, kwa sababu ya elimu yake, malaika walibidi wamsujudie, kwamba pale mwanadamu alikuwa bora kwa sababu alikuwa na elimu ambayo malaika walikuwa hawana. Lakini pia mwanadamu kutokamana na matendo yake anaweza kushikishwa ngazi ya chini akawa mtu duni kuliko kile kinachotambulikana kuwa duni katika maisha. Kwa hivyo ni lazima mimi na wewe tuwe waangalifu ya jinsi shakhsia zetu zinavyojengeka. Lazima tuwe waangalifu ya jinsi maumbile yetu yanavyojengeka. Tuwe waangalifu wa jinsi tunavyotumia yale yaliyojengwa katika miili yetu ili kusudi yatupeleke katika daraja za juu. Katika sura hiyo hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahum asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kwa hivyo the first paramount, kitu ambacho ni cha juu zaidi ambacho mwanadamu anatakana akitumie ili kusudi apate daraja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kwanza amweke Allah Subhanahu wa Ta'ala mbele katika kila jambo analolifanya. Waman yattaqillaha yaj'alahu mahraja, yule ambaye anamkubali, anayemfuata, anayemtii, mwenye takwa,
Mwenyezi Mungu anamkunjulia kila jambo analolifanya, na kufikia malengo yake inakuwa rahisi kuliko yule ambaye anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, yoyote yule ambaye atamtii Allah na mtume wake basi atakuwa amefaulu katika kila jambo lake hapa duniani. Na it goes without saying kwamba ukifaulu katika dunia inakuwa rahisi pia kufaulu katika akhira, kwa sababu kufaulu kwa Muislamu ni kwamba ameingia katika mizani inayokubalika na maadili ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni lazima sisi Waislamu tuwe waangalifu na S10, kwa sababu hizo ndizo zinajenga sura zetu, hizo ndizo zinajenga hisia zetu, na hizo ndizo zinajenga matendo yetu. S ya kwanza muhimu sana Muislamu atakana awe anaitunza kweli kweli ni S ya self image. Self image kisaikolojia ni kwamba je, watu wakikuona kule nje wanamuona mtu gani? Wakati unatembea katika harakati zako maishani kwako, watu wakikuona wanaona mtu aina gani? Ndugu zangu, kuna watu ukiwaona katika ulimwengu moja kwa moja wanakukumbusha kwamba Mungu yupo. Yani kuna watu ukiwaona wanakukumbusha kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuna wengine ukiwaona wanakukumbusha anasa za kilimwengu. Kwa hivyo vile unavyokwenda katika maisha yako unatakikana ujiulize, je, mimi ninapotembea katika harakati zangu za kimaisha watu wakiniona wanamuona mtu wa aina gani? Sasa ile creation ama development of your image, kwamba vile mtu anavyokuangalia ni lazima ufanyie kazi ili kusudi wewe uwe mfano mzuri, uwe role model, wengine wakikuona wao watatumia kutengeneza maisha yao. S ya pili ni S ya self reputation, yani watu wakikaa chini wakiamua kuzungumza wewe, kuzungumza kuhusu wewe, watakuwa na mazungumzo ya aina gani? Watazungumza kuhusu kwamba wewe unaswali sana? Je, watazungumza kwamba wewe ni mtu unayefunga sana? Je, watazungumza kwamba wewe ni msomi sana? Je, watazungumza kwamba wewe ni mtu ambaye una uadilifu katika familia yako na unapoingiliana na watu wengine, ama watazungumza kwamba wewe ni mtu mharibifu? Reputation ni ile kinachozungumziwa juu yako na watu wengine, ambako kinatumika kujenga karakta yako. Kwa hivyo huwezi kuwafanya watu wazungumzie mazuri juu ya maisha yako kama wewe si mtu mzuri. Kwa hivyo ukitaka watu wazungumzie mazuri kuhusu maisha yako ni lazima kwanza wewe uwe mtu mzuri. Usipokuwa mtu mzuri, kama karakta yako ni mbaya, watu hawezi kuzungumza mambo mazuri kuhusu wewe. Hata kama pengine watakuwa wanakuogopa, hawawezi kuzungumza mbele yako, lakini wakipata nafasi mahali ambapo wewe hupo, watakuwa wanakuzungumzia zile sifa zako ambazo si mbaya. Kwa hivyo kama kuna kitu chochote katika maisha ya mwanadamu na Muislamu hususan, ni kustruggle kuhakikisha kwamba reputation yako hukuiuza. Kama kuna kitu ambacho don't compromise at all, ni reputation yako, vile watu wanavyokufikiria wewe ni mtu wa aina gani. S ya tatu ni self brand. Hivi leo ukitaka kwenda supermarket kununua detergent, sabuni ya kufulia nguo, ukiuliza maoni ya watu wengi watakwambia nunua Omo, kwa sababu watu wanaona Omo ni bora kuliko Toss, ni bora kuliko sabuni nyingine. Hata wale ambao hawajui jina Toss wakikwambia, wanakwambia usinunue ile sabuni ya ndoo, haioshi nguo vizuri. Ukitaka sabuni nunua ile sabuni inayoitwa Omo. Kila mtu leo ana struggle katika soft drinks industry kutengeneza vinywaji tofauti, lakini unapouliza kinywaji gani ni bora miongoni mwa soda, unafikiri watu wanasema nini? Coca-Cola, Fanta. Ijapokuwa kuna club soda,
Inapokuwa kuna Pepsi Cola, lakini Coca-Cola still is Coca-Cola. Na wewe katika reputation yako, je, katika watu 100 wanaozungumziwa pengine katika jamii, wewe uko katika rank ya ngapi? Kwa hivyo ni lazima kwa uwezo tulionao tujenge branda yetu, ili kusudi huo utakuwa ni mtu ambaye una uwezo wa kutumia influence yako kubadilisha watu wengine pia wawe watu wazuri. S ya 5 ni S ya self confidence, kwamba wewe umejimakini kwamba ni Muislamu na sio Muislamu jina, ni Muislamu ambaye maisha yako, constitution ya kuishi kwako ni Qur'an al-Karim. Kwa hivyo popote unapokwenda, kitu uoga akiwezi kukusumbua, kitu hofu haiwezi kukusumbua, kitu unyonge akiwezi kurudisha nyuma, kwa sababu wewe unafuata barnamij, manhaj aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema hakika mu'min mmoja ni sawa na watu 100 ambao hawaamini, kwa sababu yule muumini mmoja nguvu zake za imani zinaweza kushinda wale waumini 1000 ambao hawamwogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, na mara nyingine it is simple to understand concept kama hii. Ukiangalia vita vya Badri, kwamba makafiri walikuwa 1000 na vifaa vya juu, lakini waumini walikuwa 336 takriban, lakini wale wadogo wakawashinda wakubwa kwa sababu ya imani. Sasa self confidence ni kwamba unaishi maisha yanayokwenda sawa, kwa hivyo huna wasiwasi, kwa sababu you have no skeletons in your bucket. Hauna skeletons katika kabati lako. Wewe ni mtu mwenye uwazi, kwa hivyo unaweza kusimama na ukazungumza, ukawafahamisha watu, na hauna wasiwasi kwamba utakuwa contradicted. Na contradiction ni jambo moja ambalo huwa linamrudisha Muislamu nyuma, kwa sababu Muislamu anakuwa hana nguvu anapotangaza dini ambayo yeye haifuati. Kuwa na nguvu ya kutangaza dini ni kwamba wewe mwenyewe unaifuata, kwa hivyo ile athari yako na nguvu zako zitafanya wengine pia waifuate. Hamna kitu kikubwa kinachoweza wewe kufanya wewe kuwa influencer wa dini ila uwe wewe mwenyewe unaifuata ile dini katika mizani inayokubalika. Nyingine ambayo ni self discipline. Wanasema baina ya lengo lako la maisha na pale unapolikamilisha katikati kunakuwa bridge ya kuwa na nidhamu. Muislamu asiyekuwa na nidhamu huwa hawezi kutekeleza malengo na majukumu yake. Lakini Muislamu anayekuwa na nidhamu ni Muislamu anayetumia maneno mawili inavyostahili kutumiwa. Neno la kwanza, unatumia yes mahali yes inatakikana, na unaweza kutumia no mahali no inatakikana. Huyu mtu ambaye ni mnafiki, mahali penye yes wasema no na penye no unasema no. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika hadithi maarufu anasema, ayatul munafiqun thalatha, idha hadatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tu'mina khana. Kwa hivyo ikiwa mtu ambaye ana sifa hizi tatu, huwa hawezi kuwa na confidence, kwa sababu anapata unyonge wa ndani. Na unyonge wa ndani katika ubinadamu ama saikolojia ya ubinadamu na ukuaji wa mwanadamu inafananishwa na software za kompyuta. Zikiwa software za kompyuta ni dhaifu, hata hardware iwe ni classic ya aina gani, ile kompyuta is still weak. Kitu kinafanya kompyuta ionekane ni kompyuta ambayo ni superior ni ikiwa software zake, program zake ni superior. Na mwanadamu kuwa mtu ambaye atakuwa amefika kiwango cha juu ni kwamba ubongo wake, the IQ is powerful and the EQ is stable. Ikiwa IQ is not powerful and EQ is not stable, hata uwe na mwili mkubwa wa aina gani, wewe unakuwa kama mtu mdogo sana. Na ndio maana katika historia ya Nabii Daud alayhi salam alipomuua Jalut ilikuwa na
mwili kweli kweli, kubwa sana, alikuwa na utisho mkubwa sana. Na Nabii Daud ilikuwa ni mtu mdogo mdogo, labda anaweza kufananishwa na mimi. Lakini alipoulizwa Nabii Daud, je, utaweza kumuua Jalut? Jalut ni mtu mkubwa sana, unaweza kuwa usiweze kumuua. Akamwambia basi ndio utaweza kumuua, kwa sababu kitu kikubwa ukikilenga huwezi kukikosa, utakipata. Na mimi nikilenga mkuki kwa Jalut, kwa vile alivyo mkubwa, mkuki hautaenda Kongo. Ingekuwa ni mwembamba ungeenda hivi ama kaenda hivi, usimpate yeye. Lakini ule ukubwa wake unanipa mimi fursa kwamba nikilenga nitaweza kumpata. Na mwanadamu ambaye kila siku anakuwa na ukubwa wa ndani zaidi ya ukubwa wa nje, wanasema software drives the hardware, kwamba ule ukamilifu wa akili kwa utumiaji elimu. Na hii ndiyo falsafa ya maisha ya mwanadamu na Muislamu, na hii ndiyo sababu Allah subhanahu wa ta'ala kitu cha kwanza alichomwamrisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilikuwa iqra, read, because knowledge is power, read. Na hii ukiitia katika mizani ya lugha Kiarabu inaitwa fi'lul amr, kwamba ni instruction from superior power, you can't say no to it. Ukiitia katika mizani ya Kiingereza inasema commanding verb, ni kitendo cha lazima uweze kukikataza. Ndugu yangu, S ya sita ni S ya self restraint. Mazingira tunayoishi hivi sasa ni mazingira ambayo yana temptations nyingi zaidi. There is more entertainment than education everywhere you go. Kila mahali unapokwenda unakuta kuna starehe zaidi kuliko ustaarabu wa kukua katika malezi ya kidini. Ikiwa hauna ile restraint, hauna power ya kuwa resilient, ya kusema no, ya kujiepusha na yale ambayo yasiyo mema, hauwezi kujenga karakta yako. Na hakuna mtihani ambao ni mkubwa kama mtihani ambao wanasema you are not strong because you are well bodied. Wewe si mtu mwenye nguvu kwa sababu una misuli mikubwa. You are only strong if you can stay away from what Allah has forbidden and you focus on that which Allah has permitted. Yani nguvu za mwanadamu hazitokamani na kiwiliwili chake. Nguvu ya mwanadamu inatokamana kwamba yeye ana nguvu za kukataa maovu na kufuata yaliyo mema. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nyie Waislamu, nyie mimi na wewe, sisi ni watu tuliopewa cheo na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wale watu waliokuja kabla ya sisi. Lakini cheo chetu kimetokamana na mambo mawili, kwamba sisi kila wakati we take advantage ya kuelezana umuhimu wa kuishi maisha mazuri hapa duniani ili upate license, ili upate visa ya kuishi maisha mazuri kule akhera. Na sisi pia huwa tunachukua fursa kuhakikisha kwamba ikiwa wewe utaingia peponi, basi hutoingia peke yako, utaingia na mwenzako. Ndugu zangu, S nyingine muhimu sana kwa maisha ya Muislamu ni self piety. Piety ni neno la Kiingereza linalo karibia na neno la Kiarabu taqwa. Piety ni kwamba wewe you are fearful ili usifanye makosa, kwa sababu unajua ukifanya makosa Allah atakuadhibu. Kwa hivyo unajikanya na mambo fulani kwa sababu kwenye fikra yako na moyo wako umejenga resistance ya kwamba ukifanya makosa basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu. Hiyo ni S ya self piety ambayo it's equal to taqwa, kwamba hii inafungamanishwa na uchaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiangalia historia, Mahatma Gandhi ambaye ni Muhindu alisaidia India ikapata uhuru, lakini pia Hitler alisaidia Ujerumani kupata utawala kutokamana na Majusi. Lakini hawa watu wawili wote walikuwa na vision. Ni kitu kimoja tu kinachofuata. Mahatma Gandhi yake ilikuwa ni kwa sababu ya ubinadamu, kwa hivyo akatumia ubinadamu. Hakuwa rais, hakuwa prime minister,
lakini Hitler ilikuwa ni kwa sababu ya uongozi wa kisiasa na uadui juu ya binadamu wengine. Kwa hivyo kuna C muhimu sana ambayo inayojenga karakta ya mwanadamu, na hii C ni C ya conscience. Conscience ni kwamba kila unalolifanya ulifanye mpaka ujue litamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na litakutengezea barabara kwa wepesi ili uweze kufika kwenye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. S ya mwisho wanasema it is S over self control, kwamba hata kama uko katika njia panda, hata kama uko katikati ya population ya majini, lakini wewe upate uwezo badala ya majini kukupoteza, wewe uweze kuongoza majini. Mfano watoto wetu tunawapeleka katika shule zisizokuwa zetu, ama waenda katika vyuo vikuu ambavyo vimejaa anasa na uharibifu wa kila aina. Utakuta kwamba wengine wanaenda na wimbi la anasa ya ile chuo kikuu, lakini kuna wengine wanakuwa na self control hata kama wanaishi katika hostel za ujahili, hata kama wanaishi katika hostel za uharibifu, hata kama wanaishi katika mazingira ya uchafu, wao wanatoka very clean at the end of the day. Hii ndio S ya self control, kwamba usijali yale yaliyokuzunguka wewe, jali vile utakavyoyachukua yale yanayokuzunguka wewe. Ndio maana katika hisabu wanasema E plus R is equal O. Events, what happens to you is not a problem, because things will definitely happen to you. Yale yanayokufika yasikushtue, kwa sababu yatakufika, upende usipende. Ambacho kinataka kikushughulishe sana ni vipi utakabiliana na yale yanayokufikisha. Every stimulus requires a response. Ikiwa response yako ni positive, the outcome will be positive. Ikiwa marudio yako ni mazuri, majibu yako yanakuwa ni mazuri. Lakini ikiwa marudio yako ni mabaya, pia majibu yako yanakuwa ni mabaya. Kwa hivyo ndugu zangu, Muislamu lazima apigane na maisha yake ili kusudi apate shaksia ambayo itakuwa na athari katika maisha yake na maisha ya watu wengine. Ndio maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema ad-dinu inda muamalat, kwamba dini si kule kupigana na kuswali na kufunga. Dini inatengenezwa katika maingiliano yako na wewe, maingiliano yako na watu wengine, na maingiliano yako na mazingira ya kawaida na yaliyopana, lakini mwishowe wewe ukatoka ukakuwa una salama, ukapata kalbu salim, ukapata kusalimika na yale madhara ya kilimwengu. Ndugu zangu, wanasema the real da'wa, yani da'wa ambayo inafanya kazi sana katika mujtama wa Kiislamu, ni da'wa ya vitendo, sio ya maneno. Uweza kutoa lectures nzuri kama Saidna Uthman ama Saidna Umar radhiallahu anhu, kama alivyojulikana mtu ambaye alikuwa na ufasaha wa ulimi, lakini usipofuatanisha ile khutba, yale maneno na vitendo vyako, the impact becomes zero. Hata nyumbani kwako unaweza kuwa msemaji sana wa kutoa lecture kubwa sana, kuwaelekeza watoto wako waende katika njia iliyo sawa, lakini ikiwa ile lecture haitakuwa translated into action, itakuwa kama wafanya kazi ambayo haiko sawa. Ndugu zangu, nataka kurudi tena, watini wa zaituni wa turi sinin wa hadha albalad amin, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, intuitively, naturally, out of our own creation, kwamba kulingana na maumbile yetu ya kiawali, maumbile yetu yaliyotokamana na Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu ameumbwa, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Mwenyezi Mungu alipokuwa anataka kumuumba mwanadamu alisema inni ja'ilun fil ardi khalifa. Sasa the difference inapatikana katika action zetu, katika vitendo vyetu, imma shakira wa imma kafura. Na ndio maana yatakikana uwe ni muangalifu wa kila siku kuchagua vitendo ambavyo vitajenga shaksia yako, iwe ni shaksia inayoendelea vizuri na inayokupa uwezo wa kuathiri shaksia za watu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika hadithi maarufu anasema, hakika mbora miongoni mwenu
ni yule mtu ambaye tabia zake, vitendo vyake na shakhsia zake zinapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Your character is more important than your rituals. Yani kule kukua kwako katika tabia njema, katika tabia nzuri, inakuwa na uzito katika mizani ya hasana zako kuliko mara nyingine zile ubudia ambazo unazifanya kila siku. Alafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema katika mizani ya uzuri na ubaya, uzito zaidi unatokamana na matendo yako, sio maneno yako ama hisia zako. Your action speaks louder than words. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika tabia iliyo nzuri, character iliyo nzuri ndicho kitu ambacho kinampendeza Allah subhanahu wa ta'ala kuliko ubudia za aina nyingine. Alafu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam anasema hakika utajiri mkubwa anaupata mwanadamu ni utajiri wa tabia zake, anapoingilia na zake, anapoingiliana na ndugu zake. Hakika tabia nzuri ni tabia ya kuwa na ukarimu, hata kama una uwezo wa kumkaribia mtu kwa sababu labda wewe ni kiongozi yake, ama wewe ni mzazi wake, ama wewe ni mwalimu wake. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala katoa commandment 20 za kujenga tabia nzuri. Katoa katika Quran commandment, 20 commandments of building a good character. Katika sura ya 22 aya 30 Mwenyezi Mungu anasema don't tell lies, la takhdhab, usikasirike na usiseme uongo. Sura ya 46 aya ya 12 Mwenyezi Mungu anasema wala tajassasu, la tajassasu, usiwe mwenye kutafuta undani wa watu. Wewe mwenyewe you have your own problems, why are you looking for other people's problem? What do you want? Wewe mwenyewe shida zako hauziwezi, wewe mwenyewe shida zako zishakupita nguvu zako, unatafuta shida za watu wengine, unataka kuzifanyia nini? Wewe mwenyewe maisha yako you don't have control on it, why do you want to get control of other people's life? Sasa Mwenyezi Mungu anasema katika sura 46 aya 12 la tajassasu, don't spy, don't, usitizame, usipige darubini, usitumie microscope ya kuangalia maisha ya watu wengine. Wewe jitahidi katika kuangalia maisha yako. Alafu ya tatu wanasema sura 28 aya 76, usiwe ni mwenye kugandamiza watu, wafanyie watu mambo yawe mepesi hata ukiwa katika sehemu ya uongozi katika maisha. Usiwe mtu wa kufanyia watu maisha yao yawe na taklifu, kuwa mtu wa kusaidia watu ili maisha yao yawe na tahfifu. Ya 4 wanasema sura ya 49 aya ya 11, don't insult, chunga ulimi wako. Wanasema mwanadamu yoyote anayefunga mdomo wake huwa anafanana na samaki, akifunga mdomo wake ndoana haimshiki. Na mwanadamu anayechunga ulimi wake mara nyingi haingii katika matatizo. Kiungo kimoja ambacho kitasababisha wetu tuingie motoni ni kiungo kinachoitwa ulimi. Sasa katika hii sura Mwenyezi Mungu anasema ukiwa wataka kuwa na tabia nzuri, ikiwa unataka kuwa na karakta nzuri, ikiwa unataka kuwa mtu ambaye una shakhsia nzuri, basi usiwe mwepesi wa kutumia ulimi wako kutusi ama kukashifu watu wengine. Kwa sababu ya wakati, 22 aya 36 Mwenyezi Mungu anasema kuwa na tabia ya kulisha wale ambao hawawezi kujilisha. 49:12 Mwenyezi Mungu anasema usiwe ni mwenye kula nyama ya maiti, ndugu yako maiti, usimsengenye. Usiwe na tabia ya kusengenya watu wengine. Kama unataka kuwa na akhlaq nzuri, unataka kuwa karakta nzuri, ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, ukiwa utakuwa ni mtu ambaye uko sawa, sura ya 5 aya ya 89 Allah anasema usiwe mwenye kuapa alafu usitekeleze yale unaostahili kutekeleza. Ndio, usiwe mnafiki. Unaposema kitu hakikisha umekitekeleza.
Katika sura ya 27 aya 36 anasema usikubali na wala usitoe bribes katika maisha yako. Mwenyezi Mungu anasema katika aya ya 9, sura ya 9 aya ya 4, usiwe mtu ambaye ukamilishi ahadi zako. Sura ya 3 aya ya 133-34, Mwenyezi Mungu watu waliokosea wanasema ukiwa na tabia ya kuchukia watu ni kama wewe umekunywa sumu alafu unatarajia yule mwingine awe atakufa, kwa sababu uchukivu ni kama sumu umeinywa wewe mwenyewe, lakini unafikiri itamuathiri yule mwingine. Wewe mwenyewe, siku moja tumeenda katika cocktail party ya hii embassies Nairobi. Sasa nimeenda na sahibi yangu, tunafundisha chuo kikuu pamoja, anaitwa Muhammad, Dr. Muhammad. Tunafurahia maandalizi yalikuwa pale, mara ghafla Dr. Muhammad akawa hali tena wala hanywi tena. Kidogo kanishangaza, kwa hivyo nikafanya bidii mpaka nikamfikia karibu. Nikamwambia, "Doktor, mbona huli tena wala hunywi tena?" Akasema, "Mujahid, wallahi kumeingia mtu hapa ambaye namchukia ile mbaya mpaka ameharibu appetite yangu." "Yupi huyo? Mtu gani huyo ambaye ameharibu appetite yako kwa sababu ya kumchukia tu? Yupi huyo?" Akanionyesha yule aliyevaa tai nyekundu, nikimwangalia anakunywa juice, anakula vipande vya kuku, yeye anakula, huyu hawezi kula tena. Kwa hiyo mara nyingi ukijenga chuki alafu ukaziweka ndani ya moyo wako, ukitarajia kwamba yule mwingine ndiye atakayeumia, unayeumia ni wewe zaidi. Usiku upate usingizi, hauna usalama wa fikra, hauna usalama wa vitendo, hauna usalama wa hisia, na baadaye yule mwingine anakuwa na faida, na mara nyingine yule mwingine hata hajui kwamba wewe unamchukia. Ndugu zangu, katika maisha tunakuwa kutokamana na yale tunayoyapa kipaumbele. We become what we are committed in. You are who you are because of what you do every day. Wewe unakuwa yule unayekuwa kutokamana na yale unayoyafanya kila siku. Sifa zako zinajengwa kutokamana na vitendo unavyovifanya kila siku. Kile ambacho umekipa kipaumbele katika maisha yako ndio kinakuwa anwani yako ya maisha. Kwa hivyo ikiwa commitment yako iko katika ibada, watu wanakujua wewe ni mchaji Mungu. Lakini ikiwa commitment yako iko katika senti peke yake, na pengine senti ambazo si za halali, basi unapata sifa nyingine tofauti. Ikiwa commitment yako iko katika sketi hizi na mabubui haya, basi unapata sifa za sketi na mabubui. Mwalimu wangu namheshimu sana, lakini maskini alikuwa na udhaifu na mabubui. Alikuwa na wake wanne, lakini bado akiliona buibui lazima aliangalia. Sasa siku moja tumefuatana, tumetoka katika seminar, ukapita mwanamke, subhanallah, fitna kubwa sana, ananukia udhi ajab. Huyu mwalimu wangu kwa sababu ana udhaifu wa mabuibui akazunguka, akamwambia, "Maalim," akaniambia, ukiangalia mara moja, kwa sababu ukirudisha pili huwezi kurudi tena ukamwangalia. Kwa hivyo acha niimalize hii moja tu aliyosema Mtume, ukimwangalia mwanamke mwangalie mara moja, usirudishe tena mara ya pili. Nikamwambia, "Lakini aweza kuwa binti yako yule kwa sababu anavaa hija." Akaniambia, haiwezekani. Akamwambia, "Hebu jaribu." Akaenda akamwambia, "Nani? Salamu alaykum." "Salamu alaykum." "Hali gani?" "Mzima." Akizunguka, kumbe ni mkewe, alikuwa yenda harusi. Maalim, kumbe hivi ndivyo unafanya. Kwa hivyo ni muhimu sana kwamba kile ulicho committed nacho ndicho kinafanyika katika maisha yako. Character inatokamana na yale mambo madogo. Saa ngapi waamka, ni kitu gani unakula, ni nani rafiki yako, mazungumzo yako ni yapi, unaangalia vipindi gani, unasikiliza redio gani, unatembea sehemu gani. Ile yote ikichanganya, when it is added cumulatively, it describes the person that you are. Yani yale madogo unayoyafanya kila siku yale, alafu yakiadiwa ndio inakuwa sifa ya maisha yako. Character inatokamana na ambition zako. Where are you headed to? Ila aina tadhhabun? Where are you going? Sasa ile direction ambayo unafuata katika maisha ndio section ambayo unaishia maisha yako. Ikiwa direction unayofuata katika maisha yako ni direction nzuri, the section you will end up in your life pia itakuwa ni nzuri. Character inajengwa na mahusiano na watu wengine. Ndugu zangu, at Twani University tulifanya utafiti kujua mwanadamu hasa
katika department ya saikolojia, huwa anajengwa na kitu gani mpaka akawa vile alivyo? Majibu yakawa mengi, lakini kulikuwa jibu moja lilikuwa very powerful, kwamba kila mwanadamu ni average ya wanadamu wengine 5 anaowajua. Kwa hivyo do a calculation now, wewe unamjua nani katika maisha yako? Watu 5 unawapigia simu kila siku, watu 5 unaozungumza nao kila siku, watu 5 unaokaa nao kila siku, ni watu wa aina gani? Ikiwa wale 5 ni washenzi, unajua jibu ni nini? Ikiwa wale 5 wapumbavu, unajua jibu ni nini? Ikiwa wale 5 maskini, unajua jibu ni nini? Ikiwa wale 5 ni wachaji Mungu, unajua jibu ni nini? Ikiwa wale 5 ni watu wenye senti, unajua. We are an average of the 5 people we communicate with every day. Sisi ni mkusanyiko, ni average, ni mean. We are a mean ya wale watu tunaoshirikiana nao kila siku. Ndio maana unasema your network is your net worth. Ile mzunguko uliokuzunguka wewe wa watu unaowaita marafiki, hao ndio wanajulisha ulimwengu wewe ni mtu wa aina gani. Na ndio maana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema, show me your friend and I will tell you the kind of person that you are, because birds of the same feather flock together. Nionyeshe nani rafiki yako, alafu nitakwambia wewe ni mtu wa aina gani. But first show me your friend. Sasa ikiwa rafiki yako ni mtu aliyeshikamana na ibada, simple. Na ikiwa rafiki yako ni mtu ambaye yuko mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, it is also simple to tell. Kwa sababu ndege waliofanana kimbawa wanaruka pamoja. Najua kuna ndege anaitwa eagle, yeye hapigani na ndege wengine. Akiwaona ndege wanamsumbua kama ni pigeons, ni njiwa ama ni ostrich, whatever, ravens, any bird, what he does is to go higher, kwa sababu yajua kila akienda juu wale wengine hawataweza kufika. Na mimi na wewe kama tunataka tuwe marafiki wa juu, lazima kwanza wewe pia uwe mtu wa juu. Ukikubali kuwa mtu wa chini, unageuzwa, unakuwa zulia. Na zulia kazi yake ni kukanyagwa. You see vile ninavyokanyaga, hii ndio kazi ya zulia. Kama hutaki watu wakukanyage, wakuweke chini, ni ufanye bidii katika maisha yako, uwe mtu ambaye thamani yako is equal to Jannah. Thamani yako is equal to millions. Thamani yako is equal. What's your value? Kwa sababu it is the value that develops the character. Yale mambo ambayo yana thamani katika maisha yako ndio mambo yanayokuchukua ya kukupeleka angani ukaruka peke yako, na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa uwezo wako na majukumu yako na matendo yako, ndio Allah atafungua milango ya pepo na wewe ufurahie uingie peponi. Lakini ikiwa value yako iko chini, usitaraji kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakunyanyua akupeleke juu. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. We become what we do every day. Character inajengwa kwa ku pay attention ya yale mambo yaliyo muhimu katika maisha na kuignore yale ambayo sio muhimu. Character inajengwa kwa zile sifa unazozikimbilia katika maisha yako ambazo zina faida na zinajengwa na vitendo vyako. Character inajengwa kwa maingiliano na watu ambao wao wenyewe wana character nzuri, kwa hivyo wanasema ukikaa na muuzaji mafuta mazuri hata usinunue, wewe pia utanuka vizuri, kwa sababu wakati anapima mengine yataanguka yataingia kwenye kanzu yako. You smell very good when you sit next to a perfume seller. Lakini ukikaa na mgongaji vyuma na mhunzi, wakati ule anachoma, basi huenda zile tete zikaruka zikatoboa kanzu yako. Kwa hivyo be careful yule mtu unayemleta karibu, kwa sababu mwanadamu Mwenyezi Mungu amemjengea 3 gravities, na kila gravity inalindwa na viungo viwili. Ubongo ni muhimu sana katika maisha yetu, because we become what we think every day. Mwenyezi Mungu amefanya inlet ya ubongo ni masikio mawili. Be careful what you listen to. Nani unamsikiliza? Mwenyezi Mungu kaweka moyo kwenye kifua, very important organ, very important engine, alafu akaulinda na ribs mbili, mbili akaziweka pale. Be careful who you hug.
Wakati unamhug mtu, moyo wako unakuwa left, wake unakuwa right, na right is always stronger than the left. Kwa hivyo kuwa mwangalifu nani unayemleta karibu na maisha yako. Na nyingine ni mambo ya ndoa iliyoko katikati ya miguu yako. Be careful, wewe unaitumia vipi mashini kama ile, kwa sababu ile ikifanya kazi, ikipita kimiango, hii hapa haifanyi kazi na hii hapa haifanyi kazi. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.